Karibu sana ndani ya studio muda na majira kama haya. Basi karibu sana tukapate kubarikiwa pamoja kwa neema zake Mwenyezi Mungu. Mahali popote ulipo, basi ni vyema unialikie rafiki yako adiposa tukaweze kupata muda wa kubarikiwa pamoja na kwa neema zake Mwenyezi Mungu katika muda huu ambao Bwana anatujalia tukaweze kuungana. Ninaamini ya kwamba tutakuwa wenye kubarikiwa katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, kwa neema zake Mwenyezi Mungu. Basi ninakukaribisha sana kwa uwezo wa Bwana. Ninaamini ya kwamba tutakuwa wenye kubarikiwa kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Bwana asifiwe sana. Basi ni msaa na furaha na tumaini langu kwamba tuko kwenye hewani kwa ajili ya kuleta neno lake Mwenyezi Mungu, kwa uwezo wake tukaweze kubarikiwa. Naomba tuombe tunapoingia kwenye neno la Bwana, na ninaamini ya kwamba tutakuwa tunabarikiwa kwenye ibada hii ya siku ya leo. Tuombe. Baba wetu uishie milele, ninakutukuza na hata ninakuinua ni kwa ajili ya ibada hii. Asante kwa ajili ya wema wako, asante kwa ajili ya kibali hiki. Asante Bwana kwa ajili ya muda huu ambao Bwana umetenga ili tukapate muda wa kupata kubarikiwa pamoja na ili tukaweze kuinuliwa pamoja kwa neema zako. Nabariki mpendwa huyu ambaye ananipata siku ya leo, aliye katika taifa la Kenya na hata wote walio nje ya Kenya, na wakabidhi mikononi mwako. Naomba Bwana hata ni kwa ajili ya kila mmoja na atakaye kuja kulipata neno lako, Bwana akapata kubarikiwa na wewe kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Naomba nami ukanitumie kama chombo tunapoleta neno hili likaweze kubariki watu wako. Naombea hata walio kwenye studio, Baba ukawatumie kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Nakemea kila madhabahu yote ya Freemason, madhabahu ya Devil Worshippers Illuminati. Nakemea madhabahu zao uganga na uchawi unaopinga neno lako katika jina la Yesu. Baba, ninaachilia roho wako akatembea majira na wakati huu katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata na kuamini. Sema amina. Basi jina langu ni Apostle Daniel GM, ambaye ninahudumu na kanisa la Maximum Healing Outreach Ministry, na kwa uwezo wa Mungu, kwa neema hiyo ambayo amenipa na kiwango hicho ambayo ananitumia, basi ni furaha kukukaribisha kwenye ibada hii ya siku ya leo. Na nimeoa, niko na mke, na kwamba niko na familia. Karibu sana watu wa Mungu popote ulipo. Naona watumishi wa Bwana wananitazama. God bless you so much kutoka pale upande ule wa YouTube na upande ule wa TikTok pia. Ninaona kuna wachungaji pia wanafuatilia, na watu wote kwenye taifa la Kenya na wote walio nje. Karibuni tuungane pamoja na Bwana atubariki na neema ya Mungu itoshe. Na kama wewe ni mchungaji ungependa kupata muda wa kuhubiri kwenye runinga yetu ambaye Bwana ametusaidia, unaweza ukapiga namba ya simu ya 0717358579 na tuandae muda wa kuweza kuingia hewani na Mungu atakubariki. Na nikipendezwa na injili yako nitakulipia hiyo gharama ya kuingia hewani. So si injili zote tunakubaliana nazo, ni zile injili zinazotokana na Mungu, injili za miujiza, uwezo wa Mungu. Amen. Basi karibu sana tukaweze kubarikiwa kwenye ibada hii ya siku ya leo. Na nataka kuzungumza siku ya leo pale kama vile nimewawekea pale kwa screen kuhusu when evil outer speaks or speaking. When evil outer speaks or speaking. Yaani wakati ambao madhabahu mabaya yanaongea ama yanazungumza. Adiposa siku ya leo nataka tusungumze ili uelewe wakati ambapo madhabahu yanazungumza na ili usaidike. Tuende katika kitabu cha Numbers. Tunaanzia hapo Numbers chapter number 23 verse 1 to number 2. Numbers chapter number 23 verse 1 to number 2. Naongea kuhusu wakati madhabahu mabaya yanaongea, or evil outer speaking. Inasema hivi katika my first here, natumia Kiswahili. Baramu akamwambia Baraki, nichengee madhabahu 7 hapa, kisha uniletee fahari 7 na kondoo ndume 7. Baraki akafanya kama Baramu alivyosema. Basi
wakamtolea juu ya kila madhabahu kafara fahari mmoja na kondoo ndume mmoja. Twende verse 3. Alafu Balamu akamwambia Baraki, baki hapa karibu na sadaka yako ya kuteketezwa, nami niende, labda Mwenyezi Mungu atakutana nami. Chochote atakachonionyesha nitakuja kukuambia. Basi Balamu akaenda peke yake juu ya kelele cha mlima. Bwana asifiwe sana. Naongea kuhusu when evil altar speaks. Maandiko nasema ya kwamba Balaam na Barak, hapa ni wakati ambapo wana wa Israeli wanaongezeka kwa njia kubwa, na wanaongezeka katika nchi yao. Maandiko nasema kwamba mfalme Baraki alipoona kwamba wana wa Israeli wanaongezeka, na akaona kana kwamba watampita nguvu ama watamshinda nguvu, na maandiko yanasema ya kwamba hapo ndipo Barak akaamua kutafuta Balaam. Balaam alikuwa ni nabii yule ambaye ni nabii muongo, evil prophet, ama yule ambaye ni nabii ambaye ni nabii wa kudanganya, tunasema evil prophet. Bwana asifiwe sana. Na maandiko yanasema kwamba alipomwendea akamwambia, njoo nilanie watu hawa. Kuanzia chapter number 22, unaweza soma on your own time. Numbers chapter number 22. Basi number 23, maandiko yanasema kwamba naye Balaam akamwambia Baraki, nichengee madhabahu 7. Na katika hii madhabahu 7, kila madhabahu utanipatia mwana kondoo, na utanipatia pia fahari ni ndume. Kwa hivyo kila madhabahu lazima iwe na dhabihu yake ama iwe na sadaka yake. Na ndio maana ninakwambianga kila wakati ya kwamba madhabahu haitoshani nguvu na madhabahu haifanani. Mimi natumika na Maximum Healing Outreach Ministry, so siwezi nikalinganishwa na madhabahu mengine. Lakini ukiangalia miujiza inayofanyika kwenye madhabahu ya Maximum Healing Outreach Ministry, inafanyika the same miujiza ambayo inafanyika pale katika Prophet TB Joshua Synagogue of All Nation. Why? Because it's the father and the son of that altar. So lazima nifanye kile ambacho kinachofanywa mahali pale. Kwa nini? Madhabahu yale ya Prophet TB Joshua na madhabahu haya ni the same. Sijui kama kuna mtu ananielewa kile ambacho ninajaribu kuzungumza hapa. So ile miujiza Prophet TB Joshua anafanya, ama alikuweko anafanya, maana leo ni hayati, lazima inayafanye. Kwa sababu ya nini? Madhabahu yale bado yananena. Prophet TB Joshua is not alive, but the altar is alive. Bwana asifiwe sana. Madhabahu bado iko na nguvu, madhabahu bado inaongea. So I have to do the same our Prophet TB Joshua did, even if he's not alive, but the altar is alive. Bwana asifiwe sana. So maandiko yanasema ya kwamba naye Barak akamwambia Balaam, nichengea madhabahu 7, kisha haya madhabahu ukaweze kunitolea mwana kondoo, na pia pale unitolea fahari ambaye ni katika ile madhabahu. Kwa hivyo kila madhabahu katika madhabahu yayo yakuwe na dhabihu ya kuzungumza. I always say this, the voice of the altar is the sacrifice you offer. Na wakati adui anataka kumaliza mwanadamu ama anataka kumaliza nguvu ya madhabahu, huwa anaweza kufunga maisha ya mtu, anafunga njia za watu wasitoe madhabahuni dhabihu zao. Na unakuta kuna watu wako katika madhabahu lakini maisha yao ibadiliki, because that altar have power, but the people they are not connected in that altar. Bwana asifiwe sana. So Barak alitambua ya kwamba utakapojenga madhabahu lazima kuhusike na sadaka. I'm talking about when evil altar speaks. Sasa alipojenga haya madhabahu, akatoa mwana kondoo, akatoa fahari kwa kila madhabahu. Alipomaliza akamwambia Balaam akaondoka, akamwambia Barak, sikiliza, basi kaa hapa karibu na sadaka yako.
That's why many people they are in Christianity. That's why many people they are in church, but their life is not changing. Because they don't understand the power of the altar. They don't know the secret of the altar. When you go to church, it's like, my brother, you are going to what we call market. Or you go to feast anybody. But when you do something to offer on that altar, now that altar starts speaking over your life. And that's why when people go to Illuminati, devil worshippers and so on, people, they connect them on that altar by giving their children, their women, their daughters, and all kind of man to offer on that altar. And when they offer the altar, that sacrifice, now they get connected in that altar. And that's why when people, they go to devil worshippers, Illuminati, and that evil altars, it is not easy to come out from that altar. Because they are connected through that sacrifice they offer on that altar. Na ndio maana maandiko yanasema kwamba naye Baraki akaambiwa na Balaam ya kwamba kaa karibu na sadaka yako, na mimi nitapanda pale mlimani katika pale keleleni, ili nisikie Mungu atakachoniambia. Na maandiko yanasema in verse number 4 ya kwamba naye Mungu akakutana na Balaam akamuuliza, nani wewe ulaani wana wa Israeli ambao nimewabariki? Maana hao wana wa Israeli nao wasafanyiwa ibada kwenye madhabahu ya Mungu. Sasa usipoweza kutambua ya kwamba madhabahu yanaongea, mpendo, unaweza ukaishi katika dunia lakini maisha yako ibadiliki. Unajua kuna kitu moja nimekuja kuelewa. Sometimes huwa ninahubiri, hata wengine hata sioni wenye wananitazama. Wale watu ninajaribu naweza kukuta niko na uwezo wa kuona ni watu wananifuatilia on Facebook, na YouTube na TikTok, lakini wale wananitazama kwa TV siwaoni, wale wananisikiza kwa radio siwaoni. Kile kinachofanya ninajua ya kwamba watu wananitazama ni zile simu ninapokea. Hata wengine unakuta mtu ananipigia simu na ananiambia, Apostle, nimepewa namba yako na fulani. Hata huyo mwenye amempea namba mimi simjui. Hata nikijaribu kufikiria simjui, na hata kuna wengine hawanipigii simu lakini wanapeananga namba yangu. Yaani mtu unakuta ananisikiliza, anasikia huyu mtu akona kitu. Akiona mtu anapitia shida kama hiyo enye ninaongelea, anampatia namba na yeye anipigii simu. Lakini anamwambia, hii namba nimekupatia ni ya nabii fulani, huyo nabii atakusaidia, na yeye anipigii. Lakini hiyo ni kunionyesha nini? Ya kwamba kuna watu ambao wanasaidika. Kuna mmoja alikuwa ananipigia simu akaniambia, imagine mimi nilisikiza tu kusikiza mahubiri yako na mimi nikapona. Kusikiza tu. Na sikumuombea, kunisikiliza na akapona. Alikuwa ananiambia alikuwa anaumwa na miguu. Baada ya kunisikiza tu akapona. Kwa nini? Because ameconnect na madhabahu. Unajua watu wengi wanatakanga tu kuombewa. Unaweza ukaenda kanisani na maisha yako yakabadilika pasipo kuombewa na pastor hata siku moja. Na unaweza ukaenda kanisani ukawekelewa pastor kila siku mikono mpaka miguu mpaka akakukalia kama anaweza kukalia, lakini maisha ibadiliki because you don't know the secret of the altar. People of God, lazima uelewe madhabahu inaongea. Madhabahu ni mtu, lakini yako katika rohoni, hayaonekani. Hata ukitaka uone madhabahu huwezi ukayaona. Na ndio maana madhabahu yanapoongea, madhabahu mabaya, watu hawatambui. Lakini nataka nikufundishe na nikuonyeshe signs za kuonyesha ya kwamba hii ndio njia utaweza kutambua ya kwamba kuna madhabahu ambayo ni mabaya yanazungumza juu ya maisha yako. Bwana asifiwe sana. Sasa Mungu anasema ya kwamba kupitia neno hili ya kwamba Baraki na Balaam walijenga madhabahu na wakatoa dhabihu katika madhabahu zao. Na hapo walipotoa dhabihu zile, hapo ndipo Baraki anaambiwa ya kwamba kaa hapa kwenye karibu na sadaka yako. So when you give, my brother and my sister, dhabihu yako kwenye madhabahu, ile dhabihu uko karibu nayo. In the spiritual realm, uko karibu na hiyo dhabihu. Uko karibu na hiyo sadaka. Kuna siku moja nilikuwa nafanya ibada
ya what we call breaking family altars. Wakati nilikuwa nafanya hiyo ibada breaking family altars, kulikuwa na mama mmoja nikiendelea kuhubiri akakuja akasimama akakuja akatoa dhabihu kwa madhabahu. The moment alipowekelea tu ile dhabihu hivi alianguka kwa madhabahu. Mapepo yakaanza kusema kwa nini amekuja kutoa dhabihu hapa? Na sisi hatukuwa tunataka, ametumaliza. Watu walikufa wachawi wakifuatana mpaka akapigiwa simu na mama yake. Akaulizwa ni wapi hapo ulienda? Na ni kwa nini? Sijamuombea, lakini ametambua nguvu iliyo na madhabahu na amejiconnect kwa madhabahu. Bwana asifiwe sana. Sasa Barak na Balamu wanachenga madhabahu na wanatoa dhabihu juu ya hiyo madhabahu. Kisha wanapotoa dhabihu zao wanaambiana kwamba wewe paki kwa madhabahu, na yeye Balaam anapanda juu ya madhabahu ili aende pale asikize kutoka kwa Mungu. Sasa ni lazima uelewe ya kwamba wakati mtu anakuwa connected na madhabahu anakuwa na nguvu, na ijalishi madhabahu mtu anakuwa connected nayo. Mtu anaweza akakuwa connected kwa madhabahu ya ufalme wa giza na yanaongea kwa maisha yake, na mtu anaweza kuwa na madhabahu ya Mungu na yanaongea kwa maisha yake. Kwa hivyo inategemea madhabahu ulio nayo. Hebu nikwambie mtu wa Mungu, madhabahu inajua watu wake, iwe ni ya evil altars ama godly altars, yote inajua watu wake. Kila mtu anayeenda kwa madhabahu, na hakuna mtu ambaye amefanikiwa duniani pasipokuwa na madhabahu yake. Mtu asikudanganye. Hata hao unaona kwamba wamefanikiwa sana, ukiuliza siri zao, madhabahu yao inaongea. Wengine ni madhabahu ya Freemason, inawapatia nguvu. Wengine ni madhabahu ya devil worshippers, madhabahu ya Illuminati, Masonic temple, wachawi, waganga, wanapata nguvu zao kutoka kwa hiyo madhabahu. Wengine wanaenda wanapata nguvu zao kwa madhabahu ya Mungu, na hapo ndipo wanafanikiwa kutoka. Hakuna mtu anafanikiwa pasipo madhabahu. Hakuna ndoa inasimama pasipo na madhabahu. Hakuna watoto wanasimama pasipo na madhabahu. Hakuna maisha yanabadilika pasipo madhabahu, because watu hufungiwa madhabahuni na watu hufunguliwa madhabahuni. I don't know if you are aware. Watu barikiwa madhabahuni na watu ulaaniwa madhabahuni. Watu inuliwa madhabahuni na watu usushwa madhabahuni. Bwana asifiwe sana. Baraki na Balamu walielewa siri hii ya madhabahu. Na ndiposa nimekuja nikufundishe kuhusu mtu wa Mungu, madhabahu mabaya yanapozungumza kwa maisha yako. Hebu tuende katika neno la Bwana katika kitabu cha Lamentation chapter number 5 and verse number 7 to number 12. Maombolezo. Maana utakapoelewa utakuta ya kwamba kuna mambo ambayo yatabadilika kwenye maisha yako, na yatakuwa maisha ambayo unaona kwamba hata wewe unafurahia kwa maisha yako. Katika kitabu cha Lamentation, unaona in the Maombolezo, mlango ule ni wa 5 aya 7 mpaka pale 12. Maandiko yanasema hivi: wazee wetu walitenda dhambi na wapo tena, nasi tunateseka kwa sababu ya makosa yao. Watumwa ndio wanatutawala, wala hakuna wa kutuokoa mikononi mwao. Chakula chetu twapata kwa kuhatarisha maisha yetu, maana wauaji wanasurura huku mashambani. Ngozi zetu sawaka kama moto tanu, kwa sababu ya njaa inayotuchoma. Wanawake wetu wameshikwa kwa nguvu mchini Sayoni, binti zetu katika vijiji vya Yuda. Wakuu wetu wametungikwa kwa mikono yao, wazee wetu hawapewi heshima yeyote. Bwana asifiwe sana. Sasa hizi ni dalili ambazo za kuonyesha watu ambao madhabahu mabaya yanaongea juu ya maisha yao. Bali yasema kwamba wazee wetu walitenda dhambi. Kwa hiyo hawa watu walipotenda dhambi waliinua madhabahu mabaya. Unajua wale watu wa zamani hawakuwa na madhabahu ya Mungu, walikuwa na madhabahu ya evil altars. Walikuwa wanatumikia miungu. Watu walikuwa wanatoa dhabihu ng'ombe zao, walikuwa wanatoa kondoo, walikuwa wanatoa mbuzi, walikuwa wanatoa kuku
na most of the time walikuwa wanatoa mbuzi na kondoo na ng'ombe. Na wakati walipokuwa wanatoa zile dhabihu zao, walikuwa wanatoa kwa madhabahu mabaya, madhabahu ya mababu, madhabahu ya watu waliokufa. Bwana sifiwe. Na katika ile madhabahu ilikuwa inaongea. Na ndio maana nakumbuka wakati wa zamani watu walikuwa wanaenda wanachinja mbuzi, wanaona mvua inakuja kunyesha. Watu walikuwa wanachinja ng'ombe, wanachinja kondoo, mvua inanyesha ama inakosa kunyesha. Wanasifiwa sana. Walikuwa nafanya ibada ya miungu, wanatoa dhabihu zao kwa miungu. So tuliposaliwa tulikuta tumesaliwa kwenye ile madhabahu, madhabahu ya wachawi, madhabahu ya waganga waliotoa dhabihu zao kwa miungu. Sasa tulipokuja katika duniani tukaingia kwa ile madhabahu, na sisi tukasema hatutatumikia ile madhabahu. So tukaamua kuokoka. Lakini tulipookoka hatujafanyia kazi madhabahu ya nyumbani. So unakuta kwamba yale madhabahu ya nyumbani bado yanazungumza kinyume nasi. Yale madhabahu ya nyumbani bado yanatufuata. Do you know kuna watu wanaenda hata Amerika na wanarudi wakiwa hawana chochote na wamefungwa na madhabahu ya kwao. Kuna watu ambao unakuta kwamba wanaweza kuenda nchi yoyote ile, lakini maisha yao hayabadiliki. Na hapo kuna watu maisha yao yamebadilika because madhabahu inategemea maisha ya mtu. Sasa Maandiko yanasema kwamba hawa watu babu yao walitenda dhambi, mababu walitenda dhambi, hawapo tena, lakini sasa wanateseka kwa makosa ya mababu. Kwa hivyo ni kusema ya kwamba madhabahu yaliyoinuliwa katika jamii, katika maisha ya mtu, wakati alikuweko na wakati alikuwa yuko, lakini kuna madhabahu yalipoinuliwa. Na yale madhabahu yalipoinuliwa, walisema kwamba sasa wanateseka kwa makosa si yao. Kwa hivyo wakati madhabahu yanaongea, madhabahu ambao ni mabaya, watu uteseka. Watu uteseka. Bwana ziwe sana. Bali kusema kwamba watu wanasema kwamba hata chakula tunapata kwa kuhatarisha maisha yetu. Kuna watu mpaka lazima afanye usinzi ndio aweze kukula, aweze kuishi, alipe nyumba, asomeshe watoto, aweze kununua nguo, mpaka lazima afanye ukahapa. Ni kuhatarisha maisha. Maana kuna watu utakutana na wao pale ni devil worshippers, ni Illuminati. Nimeombea mama mmoja ambaye alikuwa ni kahapa. Amepelekwa siku moja mpaka akatupwa kwa mlima. Mlima ule unaitwa Ngong. Na hakujua, alichikuta ako huko. Na aliyempeleka alifikiria ameangukia mwanaume. Kumbe ameangukiwa na huyo mwanaume. Alikuwa mtoe kafara. Mwingine amewahi chukuliwa mpaka akatumwa maofoles. Mwingine amewahi pelekwa akachikuta ndani ya nyumba, na hiyo nyumba anaambiwa miguu ya watoto ndiyo atapika. Na yeye ameona kwamba amepata mwanaume. Kumbe amepata devil worshiper. Kwa hivyo hii ni kuhatarisha maisha. Ili apate kukula, apate kuishi. Kuna watu ambao wanahatarisha maisha yao, anatoka mapema, anaingia kuchelewa nyumbani na hana chochote kwa mikono yake. Bwana ziwe sana. The altar speaks. Wakati madhabahu mpendwa yanaongea, unakuta ya kwamba haya mambo unayotaka kuyafanya uyafanyi, bali yale usiyoyataka hayo ndio unayoyafanya. Bwana asifiwe sana. What is altar? Evil altar speaks. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo mpendwa, lazima muangalie madhabahu yanayozungumza kwa maisha yako yanaongea kuhusu nini. Na usiambiwe na mtu ya kwamba madhabahu iongei. Nilikuwa naongea na mtu mmoja leo. Ameenda kwa kila picha zile zinaitwa kwa madaktari. Ameenda picha zote, lakini daktari majibu atampatia ako sawa, lakini yeye ni mgonjwa. Yeye ni mgonjwa. So haya ni madhabahu ambaye ni madhabahu mabaya yanaongea kuhusu maisha yake. Maana hospitali amepimwa, amepiwa picha zote, lakini madaktari hawaoni maishani mwake ni nini kinaonekana. Hawaoni ugonjwa hata mmoja. Kwa hivyo wanampatia tu painkillers.
lakini yeye anaumwa. Mimi ni mmoja, nilikuwa ninaumwa, lakini nikienda hospitali mimi nilikuwa napona. Narok Referral Hospital, mimi nilikuwa baka kama mteja huko. Ni vile leo hii hawanikumbuki, maana nilibadilika. Lakini nilikuwa kama mteja, yani nikifika hivi wananifungulia gate. Mimi sikuwa nasimamishwa hapo, maana nilikuwa mteja, nilikuwa customer. Nilikuwa nafika, napelekwa na gari, nikifika kwa gate napona. Naongea habari ya Narok Hospital. So mimi sisudi habari ya watu, mimi ni mshuhuda. Haleluya. Madhabahu mabaya alikuwa anaongea kunihusu maisha yangu. Yalikuwa yanaongea yananipatia magonjwa. Sasa ndiposa na huyu naye tuliyokuwa tunaongea naye ni mgonjwa, lakini magonjwa ionekani hospitali. So hata akipewa SHA, hii SHA itamtibu nini? Hata NHIF ikirudi itamtibu nini mtu kama huyo? Na ugonjwa hakuna. Baka apatane na mtu aliye rohoni, aliye kwenye madhabahu. Madhabahu inene kinyume na ile madhabahu inaongea kinyume na yeye. Maana lazima ukutane na madhabahu. Madhabahu yabadilishe kutoka kwa madhabahu mengine. Mtu anashinda kwa madhabahu nimekuambia, na mtu ushindwa kwa madhabahu. Haleluya. Vile nasema katika Joshua chapter number 6 and verse number 20 na number 26. Joshua chapter number 6 verse number 26 inasema, Joshua 6 chapter 6 verse 26. Wakati huo Joshua alitamka abisho lazimi mbele ya watu akisema, atakayechenga tena mchi wa Yeriko na araniwe na Mungu. Yeyote atakayeweka mizingi na mchi huo msaliwa wake wa kwanza na afe. Yeyote atakayechenga lango la mchi huo mwanae kitinda mimba na afe. Na ukiangalia katika kitabu cha Wafalme ilitendeka hivyo. Kwa sababu Joshua ameinua evil altars here. Unajua madhabahu inaweza ikainuliwa kupitia maneno. Madhabahu inaweza ikainuliwa kupitia kutoa sadaka. Madhabahu inaweza ikainuliwa katika watu kukubaliana, make agreement. Bwana asifiwe sana. Kuna njia mingi za kuinua madhabahu. Sasa sitayaongea leo hapo, because leo nataka kuongea when evil outer speaks. Sasa wakati ambapo huyu mtumishi wa Bwana Joshua alipoinua madhabahu haya, akasema atakayechenga mchi huu, hapo ni Yeriko. Sasa wakati Yeriko imepolewa, bali akasema kwamba akawaapisha watu hawa, akasema yeyote atakayechenga mchi huu na atakayeweka mzingi na aviwe mtoto wake wa kwanza, na atakapoweka milango na aviwe mtoto wake last born. Na hivyo ndivyo litendeka katika kitabu cha Wafalme. Bwana asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu evil outer speaks. Na madhabahu mabaya yanapoongea yanaongochianga wakati wa kufanya kazi. Madhabahu iko very sensitive. Madhabahu iko very sensitive. Inachua wakati wa kufanya kazi. Inachua wakati wake wa kuongea. Haiongeangi tu hivi. Inatafuta wakati wake wa kuongea. Na unakuta kwamba kuna watu maisha yao inaenda vizuri, wanafika all of a sudden maisha inaharibika. Inaharibika. Kwa nini? Maana madhabahu yameanza kuzungumza. Madhabahu sasa yamefika wakati wao wa kufanya kazi. Unajua wale watu wa zamani wakati walikuwa wanatoa sadaka, kuna mizimu walikuwa wanatoa sadaka. Si kila wakati walikuwa wanatoa sadaka. Kuna mizimu yani kuna muda ambao ulikuwa unatolewa sadaka. Labda kuna yani tuseme kuna season walikuwa wanatoa ile sadaka. Sio kila wakati. Labda walikuwa ni jioni wanatoa sadaka zao. Labda walikuwa ni baada ya miezi miwili, baada ya mwezi moja, baada ya mwaka moja. Yani walikuwa na kama in my family where I came from, walikuwa wanatoa dhabihu every year. Kila mwaka December kulikuwa wanatolewa sadaka. Na hiyo sadaka haikuwa inatolewa ili tupalikiwe, ilikuwa inatolewa ili tusiendelee. Lakini wao mababu waliokuwa wanafanya hiyo walikuwa natoa hizo dhabihu kupata, walikuwa wanasema ulinzi.
Sasa ile ulinzi kwao ni ulinzi sawa, yesi, lakini katika ulinzi wao bado sisi tulikuwa watumwa pale, maana ni like tumeuzwa. Sasa kuna familia ambao unakuta kwamba zimeuzwa katika ufalme wa giza, zimeuzwa katika madhabahu haya ya maovu, na wachi kama wameuzwa. Kuna mtu ambaye wameuzwa wasichana wameuzwa kwa madhabahu haya ya kuongea kinyume. Kuna watu ambao unakuta kwamba vijana wameuzwa kwa hii madhabahu, na hawajui kama waliuzwa kwa hiyo madhabahu. Nimeombea mama mmoja ambaye alikuwa na watoto watatu, na kwa sababu ya kuwa na watoto watatu, baba yake mzazi akapatana na baba mwingine, baba kijana, na kijana alikuwa amekufa. Sasa kijana alipokufa, yule baba akataka apate uzao wa huyo kijana. Sasa akaona kwa sababu kijana tayari amekufa, sasa wacha nimtafutie mwanamke aliye na watoto. Na akatafuta huyu mwanamke, ndiye aliyepatikana ako na watoto watatu. Na akakubaliana kwamba na hata yeye anaweza akapeana msichana wake ambaye ako na watoto watatu. Unajua kuna wazazi ambao unakuta kwamba msichana akiwa na watoto wanamchukua kama mzigo. Wengine wanamchukua hata ili aolewe tu hata na maiti, lakini atuondokee. Ama wengine wanasema wacha tu aende ajishikie shamba. Unajua wazazi wengine ni kama wameroa na wao. Yaani unakuta kwamba wacha aenda ashikilie shamba, na iliali ni msichana anaenda kuteseka. Bwana asifiwe sana. Sasa yule msichana akaolewa pale, na mwenye anamuoa ni mauti ama ni marehemu, alikufa hata hakumuona. Lakini msichana yule alipofika, wakachinja mbuzi katika ile poma aliyokuwa ameitwa kuolewa. Sasa ile mbuzi walipoichinja, na hapo ndipo na aliyechinja ni baba wa mchi ule, wa ule baba kijana, na aliyeleta chakula ni yule mama wa kijana. Akamwambia kwamba tukule chakula. Yeye kwake akaona amekaribishwa na kukuwa na chakula mzuri, maana kuchinjiwa mbuzi is not easy. Wewe wengine unaweza enda upewe sukuma, sasa yeye amepewa kambuzi. Wewe unafikiria yeye anaweza kaacha? Akakula. Baada ya kukula na akaenda kulala, akapelekwa nyumba ya ule kijana, na ujue kijana hayuko, kijana tayari hasa kufa. Naomba unisikize ili uelewe kile nafundisha. Alipoenda kulala kwa ile kitanda ya ule kijana, usiku ulipofika wa manane, anakumbuka ilikuwa saa 8 ya usiku, mwanaume akakuja asiyemjua akalala na yeye. Alipolala na yeye, alipoamka asubuhi alikuta ako na damu black na iko kwa miguu. Na katika kuangalia kwake akahisi kwamba alikuwa na mwanaume. Sijui kama unanielewa. Na kutoka hapo akawa kila jioni mwanaume anakuja kulala na yeye. Kila jioni mwanaume anakuja kulala naye, na anahisi mauchungu, anahisi maumivu. Na anaota hizo ndoto tu, anaota hizo ndoto. Hata akawa na ugonjwa wa akaenda hospitali, maana alifura tumbo lake. Na alipoenda hospitali akaambiwa ya kwamba ako na fibroids. Nasa ndio zinaonekana. Na kumbe hizo zinatokana wapi? Yule mume wa kiroho. Na ni mume yupi? Yule aliyolewa na yeye asiyemuona. So, kwa nini yule mwanaume anatoka kaburini anakuja analala na huyu mwanamke? Because is the evil altars speak. So haya madhabahu yalifanyishwa, yule mwanamke akachinjiwa mbuzi, akaunganishwa na yule mume aliye kaburini. Sasa yule mwanaume akawa anatoka kaburini kupitia ile madhabahu, anakuja analala na huyu mwanamke aliye hai. Haleluya. Madhabahu. Sasa aliteseka na magonjwa. Sasa dada yake ndiye alifanya nimjue. Dada yake, maana yeye mwenyewe hakuwa ananijua. Sasa tukiomba. Dada yake akamwambia kuna pastor aliniombea na huyo pastor alinisaidia mimi. Na mimi nataka nikupatie namba yake uongee na yeye. Na tukaongea na yeye na nikamuombea. Baada ya kumuombea, hapo ndipo sasa akafunguka na akatoka kwa hiyo poma. Na alipotoka kwa ile poma, life yake ili change. Maana alipoingia kwa ile poma, alipigiwa na kila kitu. Hakuna kazi, hakuna, yani everything, hakuna kitu kilikuwa kinaendeleka.
Hakuna kitu kilikuwa kinaeleweka. Hakuna kitu kilikuwa kinaendelea. Because the evil altars speaks over on that lady. Sasa ni lazima uelewe mtu wa Mungu. Kila ninakufundisha. Madhabahu inaongea. Mtu anaweza akafuliwa kaburini na akakuoa. Unakuta kwamba unaota hizo ndoto. Nitakuonyesha hapa vile tunaendelea. Madhabahu mabaya yanapozungumza. Sasa Joshua anaapisha watu na haya madhabahu yakakaa. Miaka mingi baadaye yule mfalme alipotokea anakuja kujenga haya madhabahu. Na maandiko yanasema alipoanza kujenga madhabahu na akaanza kujenga ile ukuta, hapo ndipo ile ukuta alipoweka mizingi akakuviwa na mtoto wake wa kwanza. Alipomaliza akaweka milango akakuviwa na kitinda mimba. Kwa nini? Because evil altar speaks. Bwana asifiwe sana. Hebu tuende katika kitabu cha Malaki chapter number 12 verse number 23. Marko mtakatifu. Unajua kuna watu wanasemanga madhabahu ilikwisha. Sasa nikupeleke Marko katika New Testament. Wale wanasemanga katika mambo ya kale yalipita. Wacha nikuonyeshe kama yalipita. Tuende Marko chapter number 11 verse number 23. 11:23. Marko mtakatifu. Biblia inasema hivi. Na waambieni kweli. Chapter number 12 Psalm 23. 12:23. Inasema hivi. Wote 7 walikufa bila kuacha mtoto. Mwishowe yule mama mchane naye akafa. Naomba nirudi pale chini ndio uelewe kile ninachozungumzia. Tuanzie pale 20. Basi kulikuwa na ndugu 7, wa kwanza alioa akafa bila kuacha mtoto. Ndugu wa pili akamuoa huyo mchane, naye pia akafa bila kuacha mtoto. Na wa ndugu watatu hali kadhalika. Wote 7 walikufa bila kuacha mtoto. Mwisho yule mama mchane naye akafa. Bwana asifiwe sana. Verse 23. Basi ziku watu watakapofufuka mama huyo atakuwa mke wa nani? Wote 7 walikuwa wamemuoa. Hawa ni wanaenda kuuliza Yesu haya maswali. Ni kama vile leo unaweza niuliza maswali. Amen. Na maandiko yanasema ya kwamba wakaenda wakamuuliza Yesu. Hapa petu balikuwa na vijana 7 ama wanaume 7. Na walioa mwanamke huyu mmoja. Maana maandiko sio kwamba huyu mwanamume kijana wa kwanza ama mwanaume wa kwanza alioa mwanamke. Na huyu mwanamke alipomuoa naye akafa bila kuzaa na yeye ama bila kupata mtoto na yeye. Na akachukuliwa na mume ambaye ni ndugu ya ule kijana. Unajua pale kwetu limesaliwa. Unajua kila mtu kuna mahali amesaliwa. Kila mtu akona familia ametoka. Pale kwetu kule tumetoka in our clan. Ama katika mchi wa kwetu. Wakati mwanaume amekufa kama mke wake ni mdogo, huwa anapewa brother yake mkubwa. Ama kama brother yake mkubwa amekufa, atapewa brother yeyote yule ambaye anaonekana anajielewa. Yaani kwa njia nyingine anaweza akasomesha watoto. So anapewa yule mwanamke kirasmi. Na hata kila mtu anajua. Hata mke wa huyo kama ameoa anajua huyo fulani ndiye amepewa mke. Na hawezi uliza because amepewa na wazee. Leo hii siku hizi ndio kumebadilika kidogo kwa sababu watu wamerefuka, watu wamejua kuna HIV. Sasa watu wamejaribu kuondokea, lakini ni culture. Bwana asifiwe sana. Sasa na hapa naye pia hawa vijana walikuwa vijana 7. Na wa kwanza akaoa. Alipooa akafa, yule kijana wa pili akamchukua. Naye akamuoa na hakupata na yeye mtoto. Akachukuliwa na watatu, naye hakupata mtoto. Akachukuliwa na wanne, naye hakupata mtoto. Mpaka Biblia ikachoka kuandika. Sasa ikaamua ikasema wote 7. Na wote 7 walipokufa, bali yasema kwamba hata yule binti, yule mchana akafa. Na hakuacha mtoto. Sasa hao watu wanauliza Yesu, huyu wakati wa kufufuka ataitwa mke wa nani? Na wewe nikuulize, ataitwa mke wa nani?
Utajijazia mwenyewe. Lakini kile ninajaribu kukuambia hapa ni nini? Evil outer speaks. Maana haya madhabahu mabaya yalikuwa yanaongea kuhusu huyu kijana alipokufa wa kwanza. Kwa hivyo huyu mwanamke alikuwa na madhabahu mabaya. Haya madhabahu yalikuwa yanaongea, yakaua kijana wa kwanza, yakaua wa pili mpaka wa saba. Sasa ndio unakuta kwamba kuna mtu ambaye unakuta kwamba anaweza akaolewa na akai na mume anakufa. Na anakufa akiwa mdogo sana. Na kuna mtu anaweza akaoa, akisaoa yule mke anakufa. Evil outer speaks. Wewe ni madhabahu mabaya anaongea mpendo. Na kuna mtu anaweza akaoa, wakati Yesu ameoa, akisaoa akipata mtoto anakufa. Au mwingine anakufa bila mtoto. Sasa hapo ndipo naelewa ya kwamba madhabahu yanazungumza. Maana huyu mwanamke alikuwa na madhabahu ambao yalikuwa naongea, yalikuwa yanaua wanaume. Kuna mtu ambaye ako na madhabahu yanaua wanaume. Kuna mtu ambaye ako na madhabahu inaua wanawake. Hebu nikuulize. Maana tuko katika duniani. Hii dunia tunaikaa. Umerealize kuna watu akipatana na mwanaume, akifanya usisi na yeye, kazi inaharibika. Na kama alikuwa na ndoa huyo mwanaume, ndoa yake inaisha. Na kuna mtu ambaye unakuta kwamba ni mwanaume, na siku ile atakutana na mwanamke, na mwanamke ule ni mpango wa kando, na kumba alikuwa na ufalme, ni agent wa giza, ako na madhabahu ya giza. Yale madhabahu yanapiga mke wake, anaanza kugonjeka na mambo ya breeding, anagonjeka breeding mpaka kunakuwa akukaliki nyumba hiyo. Lakini nini kinachofanyika? Evil outer speaks. Huyu mwanamke wa mpango wa kando, ama huyu mwanamke ambaye ako na madhabahu ya giza, hakuchi kwa huyo mwanamke, lakini ako na madhabahu ambaye inaongea, inapiga yule mwanaume. Na kuna mwingine ukita kwamba akipata tu ujauzito inatoka, because the evil outer speaks. Bwana asifiwe sana. Revelation chapter number 16 and verse number 6. Revelation ni Ufunuo. Chapter number 16 verse number 7. Ndio nikuonyeshe uelewe. Verse number 7 inasema, kisha nikasikia sauti madhabahuni ikisema, naam, Bwana Mwenyezi Mungu mwenye nguvu, hakuna hukumu zako ni za kweli na haki. Huyu malaika anasikia sauti, na sauti anayoisikia, anasikia sauti kutoka madhabahuni. Maana inasema kwamba akasikia sauti kutoka madhabahuni ikisema ya kwamba Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hii ni sauti anayoisikia, na sauti anayoisikia ni sauti inayotokana kwa madhabahu. Kwa hivyo the same when evil outer speaks, inaongea na unaweza isikia ama ukose kusikia. Bwana asifiwe sana. Madhabahu inaweza kuongea na usisikie sauti, lakini katika matendo utaona madhabahu inaongea. Unajua mimi ndio nifanya utafiti, nilijiita kama mkutano. Hii injili nayo upiri siku ya leo sikuanza nayo. Hiyo ndio ukweli. Sikuanza nayo. Ni vile sina hiyo clips za zamani ningekuwekea. Mimi sikuwa na upiri kufundisha. Nilikuwa nilikuwa nafundisha ile kuhubiri fire. Hiyo ndio nilikuwa injili yangu. Sasa nilipofika siku moja Mungu akaniambia, njoo mwanangu, kuja hapa, nataka kuongea na wewe. Nikiwa mlimani. Nilikuwa nimefunga 21 days. Mungu akaniambia kuna watu wamefungwa na madhabahu. Nao ndio nataka nikutume uwafungue. Sasa hapo ndio mimi nikapata revelation ya kuanza kuhubiri kuhusu madhabahu. Sasa hapo ndipo nikaletewa what we call Lamentation chapter number 5. The first time ndio nisoma hiyo kitabu. Nikaona hao watu walifanya dhambi hawapo, lakini sasa bado watu wanateseka juu yao. Sasa usiku huo Mungu akanitokea akaniambia, hebu kuja, akanionyesha kwetu, akaniambia babu aliyekufa hata sikumuona mimi. Sikumuona huyo babu. Alikufa miaka mingi sana.
mwenye alizaa babu yangu sikumuona mimi. Hata baba yangu ameitwa jina lake. Kwa hivyo si mtu niliona. Na wakati ambapo akaniambia, angalia, hii ndio dhabihu walikuwa wanatoa kila mwaka ya ng'ombe ambayo ilikuwa na cost shilingi 1120. Unaweza imagine wakati huo ng'ombe ya 120,000 ilikuwa kiasi gani hiyo? Na hiyo ndio dhabihu ilikuwa inatolewa. Sasa Mungu akaniambia kwamba sasa vile walivyotoa madhabahu wakawa wanatoa sadaka zao, na nyinyi lazima mtoe sadaka kwenye madhabahu zangu na uambie watu wangu hivyo. Na hata siwali na kufundishanga hii injili. Na sikufundishangi nikikupembeleza, na kukufundishanga ni kuambia ukweli. Ukiamua ufuate sawa, ukiamua ukatae kufuata sawa, because mimi nimefanya ya kwangu ile Bwana amenituma. Bwana asifiwe sana. When evil outer speaks. Sasa maandiko yanasema kwamba nikasikia sauti. Kisha nikasikia sauti madhabahuni ikisema, naam, Bwana Mwenyezi Mungu mwenye nguvu, hukumu zako ni za kweli na za haki. Kwa hivyo madhabahu inaweza ikahukumu watu. Yaani ndio unakuta kwamba kuna watu ambao tayari madhabahu yao inahukumu. Madhabahu yao inawahukumu. Inawahukumu hakuna kuolewa hapa. Inawahukumu hakuna kuoa. Inawahukumu hakuna kupata kazi. Inawahukumu hakuna kuendelea. Bwana asifiwe sana. When outer speaks. Hallelujah. So, nataka nikuonyeshe mambo kadhaa ya kuelewa ya kwamba madhabahu yanaongea kwa maisha yako ama yanaongea kwenye jamii yako. Number 1. Wakati ambapo wacha nikusomee ili uelewe. Huyu mtu aliposikia sauti inaongea kuhusu Mungu mwenye haki, akiongea na hukumu wake, alisikia kutoka madhabahuni. Sasa jambo la kwanza kuelewa ya kwamba madhabahu inaongea kwenye maisha yenu ni ndoa kuwa na shida. Marriage problem. Iwe ni upande wa kike ama upande wa kiume. Yaani unakuta kwamba vijana wako na shida ya ndoa. Inafuatana hivi tu. Ama unakuta ya kwamba wanadada wako na shida ya ndoa. So marriage problem is the sign of when the evil outer speaks. Marriage problem. Iwe labda kuna wengine unakuta kwamba ni vijana wote na wa kike wa kiume. Wote maisha yao ni shida ya ndoa. Juzi nilikuwa naongea na mzee mmoja. Alikuwa amenipigia simu. Nikiongea naye Mungu akaniambia kwao hakuna hata mtu mmoja ako na ndoa. Kaniambia pastor, hakuna hata mmoja. Hata mimi nimejaribu imenishinda. Hata vile tunaongea na wewe mke wangu aliana na watoto. Nikamuuliza your brother, your first born, ambaye ni brother yako, ndoa yake ako na ya 3 na imemshinda. Kaniambia hata ni ukweli na mpaka ametoroka nyumbani. When evil outer speaks. So madhabahu unapotaka kujua kwamba inaongea ni challenges za ndoa. Unakuta ndoa sikaliki. Na sikikalika ni za kuvumilia. Yaani hakuna ile kuenjoy ndoa. Unajua kuna kuenjoy ndoa na kuna kujilazimishia ndoa. Kuna mtu anateswa mpaka anatolewa hata meno lakini anakaa kwa hiyo ndoa. Hiyo si ndoa, ni ile amevumilia. Wengine wanasema wacha nivumilie watoto wangu wapate mahali pa kukaa ama wapate mahali pa kuitwa kwao. Lakini unakuta amevumilia. So wakati hapo unaona kwamba kuna dalili ya kwamba kwenu kuna shida ya ndoa ama katika maisha yako kuna shida ya ndoa, elewa ya kwamba there is evil outer speak. Number 2 ni kwamba njaa kutesa watu. Unakuta kwamba mnateswa na njaa. Vile Biblia inasema pale Maombolezo, watu hao waliteseka na njaa. Yaani unakuta kwamba mnapiwa na njaa. Njaa isiyoisha. Unakuta wewe unateswa na njaa, unalala njaa, unakaa njaa, baba yako hivyo, ndugu yako hivyo. Yaani mnateseka na njaa. Basi elewa ya kwamba there is evil outer speaks. Or there is evil outer speaking. So hiyo ni dalili ya kuonyesha kwamba katika maisha yako ama katika njia zako kuna hiyo evil outer. Tuende katika kitabu cha 2 Kings chapter number 6. 2 Kings chapter number 6 verse number 25. Nikuonyeshe kitu hapo. 2 Kings chapter number
chapter number 6 and verse number 25. Ni kuonyesha neno. Biblia inasema verse number 26. Siku moja mfalme wa Israeli alipokuwa ametembea juu ya ukuta na mchi alisikia mwanamke mmoja akimuita, nisaidie, Bwana wangu. Mfalme akamwambia Mwenyezi Mungu, asipokusaidia mimi, nitakupa msaada kutoka wapi? Kutoka katika kiwanja cha kuburia au kutoka katika sinikiso? Verse 28. Shida yako ni nini? Akamjibu, juzi mwanamke huyu alinisauli tumule mwanangu, na kesho yake tumule wake. Tukampika mwanangu, tukamula. Kesho yake nikamwambia tumule mwanae, lakini alikuwa amemficha. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo huyu mtu unakuta kwamba walikula mtoto kwa sababu ya njaa. Haleluya. Walikula mtoto kwa sababu ya njaa. Na walipokula mtoto, na hapo ndipo maandiko yanasema kwamba naye kesho yake walitaka wakule na huyu mwingine, naye akakataa wake. Maandiko yanasema kwamba kuna wakati ambapo kulikuwa na njaa, mpaka ikawa watu wanauziwa mavi ya nini? Ya njiwa. Ilikuwa inapimwa kama omena vile inapimwa. Walikuwa wanauziwa vipimo. Imagine ndio ilikuwa chakula. Ndio ilikuwa chakula. Bwana asifiwe sana. Sasa ni lazima uelewe ya kwamba mambo haya yako katika hii dunia. Lazima ujiangalie na ujiite kama mkutano, uone mambo yako inakwendaje. Bwana asifiwe sana. Maana maandiko yanasema kwamba hawa watu walielewana wakule mtoto kwa sababu ya nini? Njaa watekeza. Bado tumesoma katika Lamentation chapter number 5 ya kwamba njaa inatutesa. Kwa hivyo unapoona kwamba dalili ya kwamba njaa inawateza, hiyo ni saini ya kuonyesha ya kwamba kuna madhabahu mabaya yanaongea kwa maisha yenu. Jambo lingine ni kwamba hakuna maendeleo. Unakuta kwamba hakuna kitu kinachofanyika. Watu hawana maendeleo katika maisha. Unajaribu kufanya hiki akifanyiki. Unajaribu kufanya hiki akifanyiki. Unajaribu kufanya hiki akifanyiki. Unajaribu kila kitu, hakuna maendeleo. Unapoona kwenu hakuna maendeleo, brother yako haendelei, sister yako haendelei, wewe mwenyewe uendelei, wazazi wako hawaendelei. Yaani unakuta kwamba mko katika hali ya kwamba mko katika maisha ya kutoendelea. That is the sign of evil outer speaking. Bwana asifiwe sana. Hiyo, so unapoona kwamba hakuna maendeleo, unataka kuchenga uchengi, unataka kununua gari ununui, unataka kununua shamba ununui. Yaani kuna mambo ya maendeleo. Unajua kama vile Kenya tunasema sahi hati wanafanya maendeleo. Na mimi nikiangalia ile nchi niliyojua ndio iko tu. Mimi nasikia tu maendeleo inafanyika, lakini mimi nikiangalia kwa macho yangu siyaoni. Bwana asifiwe sana. Sasa hivyo ndivyo inasema kwamba maendeleo kama yapo, basi uelewe ya kwamba there is evil outer speaking. Unajua niliona watu kuna viongozi wakubwa sana niliona. Na nikaona wametekwa nyara na wamepotea, hawaonekani, hawajulikani wako wapi. Tuombe katika nchi hii ya Kenya. Niliona viongozi wakubwa sana na watu wanaejulikana viongozi, lakini wametekwa nyara na watu wasiojulikana. Sitataja ni kina nani. Lakini nataka nikwambie tu, kuna madhabahu ambayo yameinuka katika nchi hii yetu. Kuna viongozi nimeona wakitekwa nyara. Apostle Daniel CM. Andika hiyo tarehe chini leo. Utakuja kunikumbuka. Tusipoomba. When evil outer speak. So watu wanakuwa kwamba hakuna maendeleo. Jambo lingine ambalo tunakuta kwamba ni saini ya kuonyesha kwamba watu wanateseka na mambo ya madhabahu ni kwamba utasa. Watu wanakuta wako na utasa. Utasa wa watoto, watu hawapati watoto, milango ya watoto imefungwa. Watu wako na utasa kwa biashara. Watu wako na utasa. Yaani unakuta kwamba kuna roho ya utasa inatesa watu. Hata utasa katika kihuduma. Mtu anafungua huduma lakini haikui. Mtu anaanzisha biashara haikui. Mtu anaenda kwa ndoa apate watoto.
Yaani kila kitu ambacho unakuta kwa mtu anajaribu kufanya kiko na utasa. So utasa ni saini ya kuonyesha ya kwamba kuna madhabahu mabaya yanaongea. Na jambo lingine ambao linaonyesha kwamba mtu huyu ama watu hao wanateswa na madhabahu ni kupitia hali moja. Ile cycle. Unakuta kwamba unapitia kitu moja na dada yako. Unapitia kitu kimoja na ndugu yako. Unapitia kitu moja na wazazi wako. Unapitia kitu kimoja na ango yako. Unapitia kitu kimoja na anti ama na social ama na kukaa. Yaani unakuta kwamba kuna ile sako, kuna jambo fulani linajirudia kama magonjwa. Kama unakuta kwamba watu mnapitia hali ya mateso, yani inafanana similar. Hii ni dalili ya kuonyesha ya kwamba kuna evil outer speaking. Bwana asifiwe sana. Jambo lingine ni kwamba vifo za mapema. Wakati watu ambao madhabahu mabaya yanaongea yanakuwa na vifo, kuna vifo ya mapema kwa maisha yao. Nakuta mtoto akisaliwa anakufa. Akiolewa mume anakufa. Na anakufiwa akiwa mdogo. Ama yeye mwenyewe anakufa. Premature death. Yaani watu wanakufa kwa miaka isiyo ya kukufa. Unajua kuna miaka watu wanaishi. Hata Mungu mwenyewe alisema ya kwamba miaka 70. Wakati alipunguza aliachia watu miaka 70. So hii ingine kuanzia hapo inakuanga ni bonus. Lakini kuna watu wanakufa hawajafika hiyo 70. This is what we call premature death. Mtu anakufa hajafika hata 60. Mtu anakufa akiwa na 20s. Kama hii mambo ilifanyika ya Gen Z. Those are what we call premature death. Maana ni watoto wadogo, hata wengine hawajaoa, wengine hawajaolewa, lakini wanauliwa. Wanakufa premature death. Kwa hivyo wakati ambapo madhabahu yanaongea yanaleta hiyo mambo ya premature death. Na ndio unakuta kwamba katika taifa la Kenya kuna this evil outer speaking. Madhabahu mabaya yanaongea. So yana make sure kwamba yanachukua vijana wadogo. Na ndio unakuta kuna mzee hata mmoja unaweza mkuta amekufa katika maandamano. Na wanakuanga kwa maandamano. Hakuna siku unaweza kuta. Sijui kama unakumbuka yule social alikuwa anaandamana kutoka pale Kibira. Na hakupiwa risasi, na hakuumia. Lakini vijana wadogo walikufa. So this is the evil outer speaking in our country, and we need to deal with this altar so that we can break that altar. Ili maisha ipate kubadilika. So wakati ya madhabahu inaongea, that is what we call premature death. Jambo lingine ni kwamba kungangana kimaisha ama kungangana maishani. Wakati wao unakuta kwamba mnangangana ama unangangana kimaisha. Yani unakuta unangangana, you struggle in life. You struggle in life, you struggle in marriage, you struggle in business, you struggle in school. Yani everything in life you struggle. Familia yenu unakuta kwamba kuna vitu ambao mnangangana. This is now evil outer speaking. Bwana asifiwe sana. Yani kuna mambo ambao mnangangana. Ukifungua huduma unangangana. Ukianzisha biashara unangangana. Ukienda katika nchi nyingine bado unangangana huko. Ukiachiliwa kazi unangangana. Yaani unakuta kwamba maisha yako yako katika hali ya kungangana. Struggling. Unajua kungangana ni kukua katika hali moja. Yaani unaenda uendi, unafanya hiki hakiendi. Hiyo ni kuitwa struggle. You struggle in life. This is the sign of evil outer speaking. Jambo lingine ni kwamba milango inajifunga. Unakuta mlango umefunguka wa kazi. Sasa ile unaenda kuingia ile kazi imefunga. Mlango wa ndoa ukifunguka, ukienda kuingia kwa ndoa inafunga. Unajua kuna mtu anataka kuolewa lakini anakaa katika ndoa. Sasa yani ile courtship, anakaa kwa courtship, anatumiwa tu lakini kuolewa haolewi. Anatumiwa tu lakini kuoa haoi. That is what we call now milango imefunga. Milango inajifunga. Yaani unakuta mtu ako mrembo sana, amefika miaka ya kuolewa lakini haolewi. Amefika miaka ya kuoa lakini haoi. Anafika miaka ya kwenda shule lakini haendi shule. Anafika miaka ya kufanikiwa lakini hafanikiwi. So unakuta kwamba milango inajifunga. Unaitiwa kazi ya uendi. Hiyo kazi haifiki. Unakuta kwamba milango ya huduma imefunga. Unakuta kwamba milango ya kifedha imefunga. Unakuta ya kwamba milango ya kufanikiwa imefunga. Unakuta ya kwamba milango ya maendeleo imefunga. So wakati unakuta kwamba milango inajifunga. Hata kupata mtoto nilikwambia ni milango. Nimesha kufundisha hapa about milango. So hakuna acha nikurudia hapo nikikwambia habari ya milango.
Lakini wakati unakuta kwamba milango inachifunga maishani mwako, basi elewe ya kwamba there is evil outer speaking over your life, all over your family, all over your marriage, all over your children, all over your education and so on. Bwana asifiwe sana. Sasa ni lazima uelewe hiyo mambo. Na jambo lingine ambalo linakuonyesha ili ujue ya kwamba milango imejifunga. Hiyo ni dalili ya kuonyesha kwamba there is evil outer speaking. Na jambo lingine ni kwamba magonjwa hayaponi. Magonjwa hayaponi kama kansa, HIV, pressure. Magonjwa yani unakuta kwamba magonjwa yasiyokuwa na tiba. Magonjwa ambayo hayasikii dawa. Yanakuwa yani yanaambukishwa katika familia. Unakuta kwamba mtu alikuwa na pressure na mwingine tena ametokea kuna pressure, mwingine tena hivyo. Yaani unakuta kuna kaugonjwa fulani ambao kanafuatanisha watu. Kanafuata watu one by one. Kuna familia moja ambayo nilifanyia ibada wakati mwingine. Mmoja wao mkubwa alikufa na kansa ya tumbo. Aliyefuata akakufa na kansa ya koo. Aliyefuata akakufa na kansa ya macho. Hapo ndio mimi nilijulia kuna kansa ya macho. Mimi sikuwa nimejua hiyo kitu kama hiyo. Mwingine aliyekuwa anafuata ako na kansa ya mguu. Sasa huyo ndio alifanya nijue hapo. Kwa hivyo hii ni jambo ambalo lilikuwa linawaandama na kila ilikuwa ni process kwamba mtu anapogonjeka anakaa mwaka moja anakufa. Hiyo radiotherapy sijui nini hizo zote walikuwa wanapitia, baada ya kumaliza wanakufa. Kwa hivyo yani unakuta kwamba magonjwa ya kila mara, magonjwa yasiyokuwa na tiba, magonjwa yasiyoisha, hiyo ni dalili ya kwamba there is evil outer speaking. Jambo lingine ni kwamba uko na bidii bila matunda. Bidii bila matunda. Uko na bidii, unaamka mapema kufanya kazi. Yaani uko na bidii hata kazini bado unafanya. Hata mdosi wako anaona kabisa uko na bidii. Lakini ukipata pesa asikusaidii. Mwingine unafanya kazi, baada ya kumaliza kazi ulipwi. Yaani unafanya kazi kwa bidii kama mchwa, lakini unakula kama mende. Uko na bidii katika ndoa, lakini matokeo ya ndoa hakuna. Uko na bidii ya kufanya kazi, lakini matunda ya kazi hakuna. Uko na bidii katika masomo, lakini matunda ya masomo hakuna. Unajua kuna watoto wako very 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 serious. Very serious in education. Wako kabisa hawana mzaa. Lakini katika masomo hiyo bidii yote mpaka wengine wanalala saa 6 saa 7. Unajua kama sisi and my family hatulalangi mapema, hata hatujui kwa nini. Hatujaijua kwa nini. Unajua sisi tunachikuta sijui tusome Biblia, tunachikuta tuombe, unakuta tumelala saa 6 na kuendelea huko. Hata tukisema leo tunataka kulala mapema hatuwezi. Sasa tuko na hii bidii hii ya kutafuta Mungu hii. Lakini unaweza kuta kuna mtu ako na bidii, anafunga lakini haoni matokeo. So ndio nasema kwamba ukitaka kujua kwamba there is evil outer speaking, ni kwamba uko na bidii bila matunda. Bidii bila matunda. Bidii kazini, matunda hakuna. Bidii kanisani, matunda hakuna. Bidii kwa Mungu, matunda hakuna. Bidii kwa ndoa, matunda hakuna. Bidii kwa masomo, matunda. Yani uko na bidii but no progress. Bwana asifiwe sana. Or no fruits. Jambo lingine la kuonyesha ya kwamba kuna madhabahu mabaya yanaongea kwa maisha yako. Umeokoka ama unamtumikia Mungu lakini mambo yamekuharibikia. Ama wakati ule tu umesema Yesu ni Bwana, umemkubali Yesu, maisha yako inaanza kuharibika. Unakwama. Ulikuwa na ndoa unapoteza. Ulikuwa na kazi unapoteza. Ulikuwa na hiki kinapotea. Yaani unakuta the moment umetangaza kuokoka, maisha inabadilika. Hapo ndio mambo inakuharibikia. Siku ile tu unatangaza kwamba unamtumikia Mungu, ukienda utoe sadaka yako kwa Mungu, maisha inaharibika. Ukitoa fungu la 10, mambo inaharibika. Ukienda ukijaribu kusema sasa wacha ni upiri, ukihubiri maisha inaharibika. Ukisema leo wacha niimbe, ukikuwa kiongozi wa kuimba, maisha yani ukijaribu kutumikia Mungu ama kuokoka, unakuta kwamba kuna mambo yako inakuharibikia. Elewa ya kwamba kuna madhabahu mabaya yanaongea katika maisha. Bwana asifiwe sana.
Na katika hiyo katika mambo ya Mungu unakuta kwamba kuna watu wengine unakuta kwamba wakati ambapo unakuta tu mwingine anapoanza kusema sasa ninataka kuhubiri, hapo ndipo sasa mambo yako inaharibikiana. So hiyo ni dalili ya kuonyesha kwamba there is evil outer speaking over your life or over your family. Na ndio inawapinga msiosonge. Ndio inawapinga msielewe. Nimekuambia pale Biblia inasema kwamba nikasikia sauti ikihukumu. Pale Revelation chapter number 16 verse number 7 ya kwamba hukumu wako ni wa haki. So hii madhabahu inahukumu watu. Inahukumu watu. Na ndio maana ninakuonyesha haya mambo ili ikaweze kukusaidia ukapate kushinda hizo vita, ukapate kukuelewa ya kwamba kumbe hiki ndio kinanikura. Nimekuambia kuna mtu alinisikiza na akapona kwa sababu ya kunisikiliza. Kumbe alielewa. Na hata mwingine akaniambia, alikuwa amenipigia simu jana. Kaniambia Apostle, mimi nilikusikiza nikaona kumbe shida yangu ni mimi nafaa nijifungue. Unajua usiponisikiza huwezi nielewa. Lakini ukinisikiliza na ukae kwanza usikize. Si kunisikiza ukifanya vitu zako, unanisikiza kama tuko kanisani. Niko kwa studio lakini nipeleke niko kanisani. Na wewe hapo kwa nyumba kaa kama uko kanisani. Sasa nisikilize, nikisema neno unaandika chini. Yaani uko very interested kunisikiliza. Hauwezi paki wa kawaida. Kuna mama nisikiliza nikihubiri na ako nje ya kanisa, haingii kanisani maana Waislamu hawakubaliki kuingia kanisani. Sasa yeye kwa sababu mume wake hawezi mruhusu aingie kanisani, alikaa kwa mti mwingine, ilikuwa hiyo mti nakumbuka ilikuwa mwembe. Na ilikuwa mwembe kubwa. Na hiyo mwembe ilikuwa very green. Sasa mama amekaa hapo hiyo mchana, maana ilikuwa siku ya Sunday. Nimekaa hapo nikaanza kuhubiri, nikiendelea nikahubiri mpaka saa ya deliverance nikaingia. Na yeye kumbe kule alikuwa amefura mguu wake. Na ile shida ni kwamba haruhusiwi kuingia kanisani, lakini angependa kuingia. Sasa akakaa pale kwa ile mwembe, nikaingia deliverance, nikasema kila mtu aliye mgonjwa apone. Na yeye akasika mguu wake akasema hata mimi nipone kwa jina la Yesu. Hata kama hatukubariki hiyo, hata mimi nimepona. Do you know aliponea mguu hapo na kuingia kanisani? Hiyo kunisikiliza tu na kaamini na mimi. Aliponea mguu wake hapo. Hapo akapatana na mshirika wangu ambaye alikuwa mwimbaji, akampatia sadaka, akamwambia hii sadaka pelekea Apostle. Mimi siku fulani alikuwa naomba. Unaona Sunday alikuwa naomba. Na hiyo siku ni ya Wednesday. Alikuwa naomba na mimi nikaamini, nikashika mguu wangu nikasema hata mimi nipone. Na mimi niliponea hapo. Imagine angalia mguu wangu na tulikuwa tunamjua. Lakini alinisikiliza na akaamini na akapona. Kwa hivyo ni kuonyesha kwamba alikuwa na madhabahu, ilikuwa inampinga. Sasa ndio nakuonyesha haya mambo ili mpendo ukaweze kusaidika, ili ukaweze kuelewa. Na jambo lingine la kuonyesha kwamba kuna hiyo mambo ya kwamba madhabahu inaongea kinyume nanyi ni wakati ule tu unapotangaza harusi. Unainukiwa na pasta wako, unainukiwa na washirika wenzako, unainukiwa na wazazi. Unajua kuna watu ambao wanainukiwa na wazazi wa kijana. Wengine wanainukiwa na wazazi wa msichana. Ile siku tu umetangaza harusi. Nakumbuka kuna familia moja nilikuwa naombea, walikuwa vijana. Sasa wanataka kuoana harusi. Baba yake akasema, "Hapa kwangu msichana achatairiwa. Hawezi kanyanga hapa." Na kijana alikuwa anataka kuoa huyu msichana achatairiwa. Na kuoa hawaruhusiwi. Sasa yeye akamwambia, "Kama achatairiwa asikanyange kwangu." Sasa ikawa hiyo ndio kisingizi na kisingizio ya yule mwanamke kuolewa. Akakataa na akakataa. Tukasema wacha sasa tujipeleke. Tuende tuzungumze na mzee. Angalau tumpatie kazawadi atasikia. Akasema kwangu msichana atatairiwa, hawezi kanyanga. Na ni harusi imetangazwa. Mwisho hawakufanya hiyo harusi. Ni nini? Madhabahu inaongea. Inasema hapa hakuna wa kuolewa kama hajatairiwa. Mwingine anaambiwa ya kwamba hakuna mwenye anaolewa hapa kama ametairiwa. Madhabahu inasema kenye inataka. Inaweka vikwazo. Kuna watu inasemekana kama kabila fulani haezi oa hapa na haezi olewa hapa. Madhabahu ndio inaongeanga. Inasema hapa kwetu sisi hatuoi kabila fulani. Hapa kwetu hatuolewi na kabila fulani. Ni madhabahu inaongea. Sasa ni lazima uelewe ya kwamba wakati au madhabahu inaongea inawawekea mipaka mpaka katika kuolewa. Kuna mahali hapo inawapinga kuingia. Inawaambia huko usiende.
Huko kabila fulani usiolewe, ile kabila fulani usioe. So this is the outer speaking. Jambo lingine ni kwamba wakati hapo unaota ndoto mbaya kama spiritual wife, spiritual husband, this is evil outer speaking over your family, all over your life. Ndio inaleta hiyo maro. Inaleta maro. Unaota kama watu waliokufa. Saa zingine unaota unazikwa. Saa zingine unaota unaongea na watu waliokufa. Saa zingine unaota kwamba unakimbishwa na minyama. Saa zingine unaota kuna watu wanakukatakata. So hizo dreams, hizo ambazo ni ndoto za kustua ama ndoto za kutisha. Hiyo ni saini ya kwamba kuna madhabahu ambayo inaongea katika familia, ambayo inaongea evil altars. Bwana ziwe sana. Na jambo lingine kuonyesha kwamba madhabahu inaongea katika maisha ama madhabahu mabaya yanaongea ni wakati ambapo unakuta watu hawapendani katika jamii. Kutengana kwa watu. Yaani unakuta kwamba watu hawapendani, watu wanatengana. So ukiona kwenu kwamba watu wanatengana, ndugu na dada wanainukiana, dada na dada wanainukiana, ndugu na ndugu wanainukiana. This is the evil outer speaking. Ndiye inatenganisha watu. Kwa hivyo ukiona kwenu kwamba ama katika maisha ya kwamba kuna matengano ama kuna kuinukiana katika jamii, basi uelewe ya kwamba ni dalili na saini ya kwamba katika maisha kuna evil outer speaking. I'm talking about when evil outer speaking. Bwana asifiwe sana. Sasa ni lazima mpendo uelewe ya kwamba haya madhabahu, utajuaje madhabahu yanaongea? Basi ndiposa na kupatia hizi signs ili uelewe ya kwamba haya mambo yanafanyika. Jambo lingine ni kwamba ukitaka kujua ya kwamba there is evil outer speaking, unakuta kwamba watu wanakuta kwamba wanakuwa na ila kuatakiwa. Labda mtu anapata pesa, sasa amepata pesa anafahamiwa njiani na wakora. Wanamnyang'anya hizo fedha. Ama unakuta kwamba mtu wakati hapo anaenda kufanikiwa, anafahamiwa. Hiyo that is a sign of evil outer speaking. Yaani unakuta kwamba watu wanatakiwa. Hata wanatakiwa na watu wasiojulikana, ama wanatakiwa hata na wao watu ambao wanawajua. Those are evil outer speaking. Bwana asifiwe sana. Na kuna wakati hapo ukitaka kuelewa ya kwamba kuna madhabahu pia inazungumza ama madhabahu mabaya yanazungumza, ni kwamba wakati hapo utakapokuwa unaangalia, unaona ya kwamba katika maisha yako unapata pesa lakini hizi pesa hazikusaidii. That is the evil outer speaking. Inaongea kuhusu pesa. Madhabahu inaongea. Jambo lingine ni kwamba utakapoona uko na madeni ya kujirudia, madeni ya kujirudia, yani unataka kutoka kwa madeni lakini hautoki, this is the sign of evil outer speaking. Bwana asifiwe sana. Sasa mpendo, ukielewa haya unaweza ukasimama na ukapigana na hiyo madhabahu. Sasa sijui katika hizo mambo ambayo nimekutajia, je, mmoja wapo ipo kwako? Je, kuna mambo ambayo yako kwenye familia yenu? Je, kuna mambo ambayo yako kwenu? Jambo lingine ukitaka kujua ya kwamba there is evil outer speaking ni kwamba kuna ajali. Watu wanapata accident katika familia yenu. Mtu anapata accident aita anakufa, mtu anapata accident aita anavunjika mguu ama anavunjika mkono. This is the evil outer speaking. Unakuta accidents zinafanyika katika familia. Accidents zinafanyika. Sasa uelewe ya kwamba this is evil outer speaking. Na lazima uelewe ya kwamba haya madhabahu yanazungumza. Na yanapozungumza yako na uwezo. Na madhabahu nimekwambia kwamba ni mtu. Maana ni madhabahu inatembea, madhabahu inaongea, madhabahu inakura. Madhabahu inakura kama ujui. Madhabahu inasikia. Madhabahu ni kama mtu. Ni vile tu ni spiritual. Not physical, is a spiritual. Bwana asifiwe sana. Ukitaka kujua kwamba madhabahu pia evil outer speaking, unakuwa na huduma lakini washirika hawakai. Naongea sana wachungaji. Washirika hawakai, wanakuja wanapotea, wanakuja wakienda. But there is evil outer speaking. Na ndio maana iwaruhusu washirika wakae.
Jambo lingine ni ambalo linaonyesha kwamba there is evil outer speaking ni kwamba unakuta ya kwamba unapata baraka lakini hasitulii. Yaani hazikai kwa muda. Unabarikiwa lakini kubarikiwa kwako hakukai. Naweza sema aje? Yaani umebarikiwa for example na gari lakini haukai nayo sana. Unabarikiwa na shamba lakini haikai nawe sana. Unabarikiwa na ndoa lakini haikai na wewe sana. Unabarikiwa na fedha lakini hasikai na wewe. Yaani unakuta kwamba kuna vitu ambao unabarikiwa nazo lakini hasidumu. Hiyo ni dalili ya kuonyesha kwamba there is evil outer speaking. Bwana asifiwe sana. Amen. Evil outer speaking. Bwana asifiwe sana. Na jambo lingine ambalo linaonyesha ya kwamba there is evil outer speaking. Unakuta kwamba watu ni walevi. Watu ni walevi katika jamii. Ama unakuta kwamba wewe ni mlevi na ulevi unaokuwa nayo ni kwamba unataka kutoka kwa hiyo ulevi lakini unakushinda. Yaani ulevi wa kujirudia. Unakuta kwamba vijana ni walevi, wa kike ni walevi, wa kiume ni walevi. Ama unakuta vijana wa kiume ndio walevi. Yaani kuna ulevi katika familia wa kupita kiwango ama wa kupindukia. Hiyo ni kuonyesha ya kwamba kuna evil outer speaking. Ulevi. Jambo lingine la kuonyesha ya kwamba there is evil outer speaking. Watu ni wezi. Wizi katika jamii. Wizi katika maisha ya mtu. Nakuta kwamba wewe ni mwizi. Ama unakuta kwamba familia yenu kuna wezi huko. Labda ni kijana ni mwizi, ama ni dada ni mwizi. So this is the evil outer control people. Evil outer control people. Evil outer control people, my brother and my sister. Kwa hivyo unapoona hiyo dalili, elewa ya kwamba unapoona kuna wizi kila wakati kwenu ama kuna watu wezi katika familia, basi uelewe ya kwamba there is evil outer speaking. Bwana asifiwe sana. Jambo lingine la kuonyesha kwamba there is evil outer katika familia ama evil outer speaking ni kuona ya kwamba kuna kitu ambacho tunasema kwamba watu kuuana. Watu kuuana. Unakuta ndugu ameua ndugu yake. Dada ameua dada yake, ama ameua watoto, ameua mke. Yaani ako na hiyo kuuana. Kuuana hiyo ni this is the evil outer speaking. Ni madhabahu mabaya yanaongea. Ndio yanafanya watu wanauana. Watu wanaua mandugu zao. Watu wanaua dada zao. Niliona news sisi ni jana. Ni lini lile? Kuna siku nimeona news. Kijana ameua mama yake. Kuna wakati mwingine nakumbuka tuliona tena news nyingine hapo. Kijana ameua mama, ameua baba, ameua dada yake, ameua sijui na brother yake, ameua sijui na mfanyikazi. Akaua watu 5 kwa wakati mmoja. Yule kijana wa Kiambu. Kuna yule msichana mwingine kutoka Nakuru. Aliua watoto wake sijui 3. Na anaua akicheka. This is evil outer speaking. Mwingine kule juzi tu nimeona hapa pale City Cabanas. Naye amechukua ameua mke wake, ameua mume wake, na ni mwanamke, ameua mume wake. Mwingine tena nikaona juzi naye pale kutoka sijui Nairobi wapi, naye amechukua watoto wake ameua wote. Evil outer speaking. Kwa hivyo wakati hapo watu wanauana, hii mambo ya mauaji. Sasa this is what we call evil outer speaking. Kwa hivyo hizo ni dalili za kadhaa ama baadhi ambazo unaweza ukaelewa ya kwamba there is evil outer speaking. Sitaweza kuendelea kwa sababu ya muda wangu. Maana ni topic ambayo naweza kufundisha kwa muda mrefu sana. Na haiwezi isha. Lakini kwa ile ambao umeshika na uifanyie kazi, basi utaweza kufunguliwa. Utaweza kuona Mungu kwa maisha yako. When evil outer speaking. Mimi nimekufundisha. Na Mungu akinijalia na akinipatia nafasi, nitafundisha sasa jinsi ya kutoka ama ya kuondoa haya madhabahu mabaya yanaongea. Maana nimekufundisha dalili, nimekufundisha jinsi yanafanya kazi. Sasa umeelewa madhabahu ni nini? Sasa siku nyingine ninapokuja nikikufundisha jinsi ya kutoka kwa hiyo madhabahu, unaelewa unatoka wapi? Unaelewa unaenda wapi? Unaelewa ni nini cha kufanya? Bwana ziwe sana. So God bless you so much. Nataka nikuombee. Ili kesho na Mungu akinijalia siku yoyote ile nikuwe na muda wa kukufundisha. Wa kukuambia sasa jinsi ya kutoka kwa hiyo madhabahu.
hiyo ambayo inaongea kinyume na wewe, hiyo inaongea kinyume na maisha yako, hiyo inaongea kinyume na familia yenu, hiyo inaongea kinyume na ndoa yako, hiyo inaongea kinyume na masomo yako, hiyo inaongea kinyume na huduma yako. Sasa nitakuonyesha hiyo sasa njia za kutoka, njia za kupigana nazo. Sasa umeshaelewa kile ambacho nikikuja kufundisha, unaelewa unatoka wapi sasa. Bwana asifiwe sana. So natamani sana nikaweze kuomba na wewe, na ili nikaweze kumaliza ibada hii. Tunaita the voice of the outer show. Hiyo ndio ibada hiyo tunaifanya. Bwana asifiwe sana. Nataka kuomba kwanza na yule ambao hujaokoka na unatamani kuokoka. Ningependa kupeana maisha yako kwa Yesu Kristo. Basi rudia maombi ya nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, natubu dhambi na makosa. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Bwana Yesu, kuanzia leo nimekataa shetani na kazi zake. Kuanzia leo Bwana Yesu, uniweke huru. Unitakaze. Nimetambua mimi ni mwenye dhambi. Na kuanzia leo Bwana Yesu, nimeokoka na hata nimeamini. Nataka kuomba na wewe ambao umesumbuliwa na madhabahu. Chukua maji yako pale nyumbani. Nataka kuomba na hiyo maji yangu ndio hii. Na wewe chukua maji yako hapo, weka maji yako hapo kwa nyumba yako. Ama hapo kwa gari, ama kazini. Chukua maji, hata unaweza chukua hapo kwa duka. Hata promote huyo mwenye duka. Niombe hiyo maji na mambo yako itafunguka. Nyosha mikono yako kielekeza kwenye screen. Kama unatumia radio, shika radio yako. Kama unatumia mtandao ya kijamii ama television, basi shika ukielekesha hiyo mikono yako pale kwenye screen. Na nami ninapoelekesha mikono yangu kwenye screen, basi unakuwa tunaomba pamoja, na neema ya Mungu inatembea hapo kwa nyumba yako, inatembea hapo kazini, inatembea hapo kwa popote kule uliko. Distance is not a barrier, but faith is the connection. Nyosha mikono yako ukielekeza kwa screen. Wale wa radio, shika radio yako na kuamini. Na naamini ya kwamba umechukua maji yako. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, Mfalme wa falme, muumba mbingu na dunia, na kuinua ni kwa ajili ya huyu ambaye ameokoka, na mkabidhi mikononi mwako, Mfalme wa amani. Natangaza kwa jina la Yesu Kristo, kuanzia dakika hii na majira haya, roho ya dhambi na madhabahu ya dhambi inaonena kwa maisha yake, nimeiondoa kuanzia siku ya leo katika jina la Yesu. Naachilia Bwana uwezo na mamlaka yako juu yake. Roho ya dhambi haitamweza tena. Madhabahu ya dhambi haitamweza tena katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Baba, ninaomba kwa ajili ya huyo ambaye ananisikiliza, ambaye alikuwa ameteswa na madhabahu kinyume na maisha yake. Madhabahu inazungumza kwa ndoa yake, kwa watoto wake. Madhabahu inazungumza kwa maisha yake Bwana. Madhabahu kwenye jamii yao. Huyu Bwana mhubiri ambao madhabahu inaongea kwa maisha yake. Natangaza yote Bwana aliyesikia neno hili na atakayekuja kulisikiza, Baba, kwa jina la Yesu Kristo, hiyo madhabahu inanena kwa maisha yake, muachilie. Hiyo madhabahu inazungumza kinyume na maisha yake, kwa ndoa yake, kwa watoto wake. Madhabahu inaongea kwa jamii yao. Natangaza hiyo madhabahu imwachilie katika jina la Yesu. Baba, ninatangaza si maji tena, bali ni damu yako. Ikaondoe kila aina yote ya madhabahu inaonena kinyume na watu wako. Iondoe kila madhabahu inayozungumza kwa watu hao. Baba, katika jina la Yesu, nakemea hiyo madhabahu ya Freemason, madhabahu ya devil worshippers, Illuminati, Masonic temple, wachawi na waganga, madhabahu ya kuzimu, madhabahu ya baharini ikalemewe katika jina la Yesu. Madhabahu yote ya milima Bwana ikalemewe katika jina la Yesu. Madhabahu ya mababu, madhabahu ya ukoo, madhabahu yote ya kila aina ipiwe na damu ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Tangaza kwa uwezo na mamlaka, huyu aliyenisikiza Bwana akakombolewe na akaachiliwa huru kuanzia dakika hii. Hiyo madhabahu Bwana muachilie kuanzia leo. Madhabahu imkatae kuanzia leo katika jina la Yesu Kristo Bwana. Madhabahu yako ianze kunena kwa maisha yake. Ile neno lako nasema kwamba damu yako Bwana inanena kuliko ile ya Abeli. Natangaza hii maji Bwana ikanene kwa maisha ya mtu huyu aliyelemewa Bwana akafunguliwa kuanzia dakika hii. Katika jina la Yesu Kristo Mfalme tunaomba na hata na kuamini. Sema amina. Kunywa hiyo maji tunapokunywa pamoja. Amen, amen. Bwana akubariki sana na akutende mambo makubwa na akuinue. Basi fuatilia ibada hizo, na kwa neema ya Mungu utasidi kubarikiwa na utasidi kuinuliwa na Bwana, na maisha yako haitakuwa vile tena utakapoamini na kuchukua neno lile ambalo ninalo kufundisha. Bwana akubariki.
na kutende mema. Kwa niaba ya wote waliofanikisha ibada hizi, waliofanikisha kipindi hiki, basi kutoka kwangu mimi sina la ziada, na waga nikisema shalom kwa wote tulioshirikiana na wao kuleta ibada hii kwa hewani. Mungu wa mbinguni awabariki. Kwa hivyo wewe ambao unatoa sadaka zako kwa ajili ya kusupport kazi, Bwana akubariki na Bwana akuinue na kuongezee zaidi kwa jina la Yesu. Uko hapo unataka kusupport kazi, basi tumia hii namba ya 0746 10 61 63. Pia ukipenda kutuma prayer request yako nipate kuomba na wewe, tumia hiyo namba ya 0746 10 61 63. Wale ambao mko outside in Kenya, basi tumia hiyo WhatsApp number +254 0717 35 8579. Hiyo ndio namba mnaweza mkanifikia, na Bwana awabariki. Mungu awainue, Mungu awatende makubwa. Jina langu ni Apostle Daniel HM. Bwana awainue na awatende mambo makubwa. Shalom, tukutane wakati mwingine majaliwa yake Mwenyezi Mungu, tutakapokuwa tunafundishana kuhusu jinsi ya